Tutafakari andiko la Boniface Anyiside Mwabukusi, wakili msomi ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, akisema kwamba viongozi wa Chadema na wanachadema wanaonewa na kunyanyaswa. Wakili Mwabukusi anasema kwamba ni wazi kwamba kuna jitihada za makusudi za kujaribu uvumilivu na utayari wa raia wasio na hatia. Anasema viongozi na wanachama wa Chadema wanaendelea kunyanyaswa kupita kiasi, kana kwamba kuwa mwanachama wa Chadema katika nchi hii ni sawa na kuwa raia wa daraja la tatu. Wakili Mwabukusi anaendelea kwa kusema kwamba kila mmoja wetu lazima asimame imara kupinga dhuluma hizi binafsi na vitendo vya kutokujali sheria, na kwamba siamini katika matumizi ya vurugu, lakini naamini katika kumkabili mpumbavu kwa upumbavu wake na kumheshimu mtu mwenye heshima kwa heshima yake. Wakili Mwabukusi anasema kwamba tunapaswa kujifunza kutenda na kuishi kwa ustaarabu, kwani ustaarabu si udhaifu. Wakili Mwabukusi kabla hajamaliza anasema kwamba nimefurahi kusikia kwamba nguvu ya wananchi imehakikisha kuwa makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini amefaulu kuvuka zuio la kimizengwe ili kuweza kuhudhuria mazishi ya mwanaharakati na kiongozi wa Pan Africa Mheshimiwa Raila Odinga, ishara kwamba sauti ya wananchi bado ina uzito inapoungana kutetea haki na kupinga dhuluma. Mwabukusi anasema kuna dalili dhahiri kwamba baadhi yetu kwa kujua au bila kujua tumekuwa na tumechoka na haki, amani na utulivu. BK Mwabukusi akiwa shambani Busokelo wilayani Rungwe mkoani Mbeya, ardhi ya watu wanyofu, akiambatanisha na picha ya Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini andiko lake linasema viongozi wa Chadema na wanachadema wanaonewa na kunyanyaswa. Mtazamaji, wewe unafikiri nini? Je, yuko sahihi kwa andiko lake hili ama la? Tutafakari kwa pamoja, lakini pia unayo nafasi ya kutoa maoni yako kwenye comment selection hapo chini. Hapa Nyikani TV Africa. Tafadhali karibu.